kutokea Arusha. Mimi ni familia ya Nyamonge Queens ambayo inashughulika na watu walemavu ambao wasikii, hawaoni na wengine, na tumevutiwa na swala hili kwa sababu ni jambo la kijamii, lakini pia ni watu ambao ni familia zetu. Sisi wengine tumezaliwa tunaona, lakini hata hao ambao wamezaliwa waoni au hawana miguu ni wanadamu kama sisi, na ni watu ambao wameumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo sisi wote ni familia na tunatakiwa kuonyesha upendo. Ndio maana tumekuja kwenye familia ya Nyamonge Queens kuwapa support na kushiriki pamoja. Kama unavyoona watu wamejitokeza kwa wingi, na naomba tu watu wa rika zote, yeyote ambaye ataguswa ajiunge kwenye hii familia ya kusapoti na kujumuika pamoja na wenzetu hao, kwa sababu ni wanadamu wenzetu na wana kila sababu ya kuonyesha ushirikiano, kwa sababu yani wao kutokuona haiwapunguzi wao kutokuwa wanadamu kama sisi, au kuwapenda, kuwaonyesha kwamba na wao ni wa muhimu katika jamii. So mimi nawakaribisha wote, na Mungu awabariki sana kwa vile ambavyo mtashiriki kwa namna yote vile. Tambua wewe ambaye una miguu miwili, una uwezo wa kwenda kufanya kazi, una uwezo wa kwenda kujipatia kipato, lakini kuna wenzetu ambao hawaoni, hawawezi kufanya chochote. Kwa hiyo mkiuiwa kwa chochote kushiriki, mshiriki, mtembelee vituo kule wanapolelewa, na hata kama ni jirani yako ana issue kama hiyo, unaweza ukajitokeza ukamsaidia, kwa sababu na yeye ni mwanadamu na anastahili kuishi na anaishi kama unavyoishi wewe. Kwa hiyo mimi niwaombe tu tushiriki kwa pamoja. Niko hapa na dada yangu Lito, kama familia ya Nyamonge Queens. Karibu sana. Mchungaji, mtu ambaye unahusika na mambo ya imani. Ndio. Pengine katika imani zetu sisi kama Tanzania, tunaleta chachu gani kuona uwepo wa bonanza hizi za Nyamonge Sports kuweza kuwafadhili na kuwashika mkono watu wenye matatizo ya ulemavu? Kiroho hiyo imekaaje, lakini pia katika taifa inapeleka na gani? Ngoja nianze na kiroho. Inaleta picha kubwa, kwa sababu tangu mwanzo nimesema, Mungu akasema na tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo yeyote, hata kama haoni, hata kama hana mguu, lakini ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuhitaji sapoti, na mimi nimpongeze tu huyu mwandaji wa Nyamonge Queens, dada yetu Happy. Mungu ambariki sana, kwa sababu amegusa mahali sahihi, kwa sababu kugusa mtu ambaye haoni, Mungu anaona direct. Kugusa mtu ambaye ana uhitaji, amemgusa Mungu direct. Kwa hiyo mimi niombe tu watu ambao, jamani, nyinyi ambao mnajiweza, Mungu amewajalia, mnaona, mna macho mawili, mna miguu miwili, tusapoti hili jambo. Ni jambo kubwa katika jamii. Tusijitoe tukajiona kwamba sisi tumefika. Hatujafika bado. Tuwawezesha wengine pia na wao wajione kama wanaishi katikati ya hii dunia, katika nchi ya walio hai, wafurahie na waone kwamba kuna kila sababu ya wao kuzaliwa na kuishi hivyo walivyo, wasione kwamba wamepungukiwa na chochote. Lakini pia katika jamii, nikiondoka kwenye issue ya kiroho sasa, katika jamii, mimi niwaombe, hata kama sio issue ya kiroho, kwa sababu wanadamu au kuishi kama mwanadamu, hatuishi tu katika kiroho, tunaishi pia katika ulimwengu wa damu na nyama ambao unahitaji kila kitu, chakula, nguo, kila kitu. Kwa hiyo ikiwa kuna yeyote ambaye ana uwezo wa kuguswa kitaifa, taasisi mbalimbali, kampuni, wafanya biashara, mimi ningeomba tu wajiunge na huyu dada yetu Nyamonge Queens kusupport hili swala. Yaani tunagusa direct kwa watu wenye uhitaji. Wewe fikiria mtu ambaye ni kiwete, hawezi kufanya chochote, amekalishwa mahali pamoja, yuko chini. Maana yake kila kitu anasubiria msaada kutoka kwa mtu ambaye hajui anatokea wapi. Kwa hiyo hebu wajitokeze pande zote za dunia. Wajitokeze jamani, tuwawezeshe na wenyewe wajione kwamba ni watu katikati ya watu.